Tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo mfufuka, tumefika hapa kumsindikiza huyu mpendwa wetu Padre Silvanus Ngawiliao Mosha aliyelala katika Bwana. Ndilo lengo kuu la mkusanyiko huu. Tumekuja kumsindikiza katika makao ya milele au kuelekea makao ya milele, na tunafanya hivyo kama tukiadhimisha kwa pamoja, tukizunguka altare ya Bwana na yeye akiwa kati yetu. Tunamwadhimishia sasa ile sadaka kuu, ile sala takatifu na ya juu sana aliyeipenda na ambayo pia yeye mwenyewe aliadhimisha kwa ajili yake, lakini pia kwa ajili ya waumini waliowekwa mikononi mwake. Lakini tupo hapa kama binadamu, kibinadamu, tungependa kwanza kwa kutoa pole za pekee kabisa kwa mkuu wa shirika kimataifa Padre Alex Saitoti, lakini pia kwa mkuu wa shirika kanda Mheshimiwa Padre Calistus kiongozi, lakini pia kwa monsinyori mlioko hapa, vikari wa Rongo Padre Amedeusi Mtue, mavikari wote mlioko hapa, mapadi wote, washirika na wengine mliounganika kumsindikiza huyu mpendwa wetu, wapendwa watawa, hasa wamama wakuu mlioko hapa, familia ya mpendwa wetu Padre Silvanus, ndugu, jamaa na marafiki, waamini wa parokia ya Roho Mtakatifu Rega, ambao mpaka sasa alikuwa na hudumu kule kama wakili paroko, lakini pia huyo akiwa ni tunda azizi la parokia ya Mtakatifu wa Yesu kule Maua. Tunapenda kumpa baba paroko pole sana, pamoja na familia, pamoja na wana Mtakatifu wa Yesu wote wa parokia ile ya Maua, lakini na wengine wote ambaye amekutana nao. Huyu pale naona amezunguka kwenye hili kanisa la Tanzania, alafu akai sana. Sasa bila shaka ana ujumbe maalum anaotoa. Yaani anapomaliza tu kutoa anaambia nenda tena pale. Naona ameenda sehemu nyingi kweli. Sasa kwa wale wote ambao walilelewa na walikutana na Padre Silvanus kwa namna moja au nyingine, tunapenda wote kwa pamoja kuwapa pole sana kwa msiba huu. Poleni sana kwa msiba huu. Raha milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo mfufuka, Mwenyezi Mungu amependa kumwita huyu mpendwa wetu Padre Silvanus katika makao ya milele, tukiwa katika kipindi cha Pasaka. Kipindi cha Pasaka ni kipindi kizuri sana. Ni kweli inadai imani ya kina, ili uweze kuingia hapo upate ushiriki katika tunu za kimbingu zinazomiminika katika hili fumbo. Lakini kwa kweli ni kipindi kizuri sana, na kama mnavyofahamu pia katika kanisa na katika mpangilio wa mafumbo makuu ya wokovu wetu na sikukuu au sherehe kuu za wokovu wetu ni sherehe ya Pasaka. Mekamata
iko pale katikati. Sasa Mwenyezi Mungu amependa kumwita huyu mpendwa wetu tukiwa hapo kwenye hii kipindi cha Pasaka. Kipindi cha Pasaka nimesema ili ukifurahie kinadai imani, na sasa inaamini imani ipo. Yaani kipindi ambacho tukishakuwa na hiyo imani kama tunavyojitahidi ni kipindi cha uzima. Kristo mfufuka anapofufuka, kitu cha kwanza ni kutumiminia uzima mpya, new life ambao ni uzima ambao hauko mahali popote, uzima mpya, uzima wa milele. Uzima ndio tunu ya kwanza, ndio zawadi ya kwanza ambayo anamimina katika kanisa tangu ile Jumapili, tangu ile asubuhi alipofufuka, anamimina hiyo zawadi ya uzima mpya, anatumiminia kwa namna mbalimbali. Lakini pia ni kipindi cha furaha ya pekee, furaha iliyokuwa na amani. Ni katika, nafikiri kesho utamsikia katika masomo ya kesho, anasema katika Yohani sura ile ya 14 mstari wa 27, anasema amani yangu niwapayo mimi, amani niwapayo mimi ni ya kwangu. Yaani si kama ambayo mnaipokea huko duniani. Amani niwapayo ni ya pekee, very special peace. Hiyo basi ya kieskatolojia ndio hiyo shalom. Kipindi ni kipindi cha uzima, ni kipindi cha furaha, ni kipindi cha matumaini, ni kipindi cha mwanga, ni kipindi cha Roho Mtakatifu. Tunapokea Roho Mtakatifu. Yeye mwenyewe anapoingia, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonipeleka, nami nawapeleka. Pokeeni Roho Mtakatifu. Anawavuvia Roho huyu. Mambo yanaanza. Ndugu zangu, huyu mpendwa wetu ameitwa kwenye kipindi kizuri sana, kipindi kitakatifu. Sisi tunaamini Bwana Yesu atamtakasa kwa fungo hilo kubwa namna hiyo, fungo la huruma, fungo la neema, na atamshirikisha katika utukufu, katika uzuri wa hili fungo ambalo hatuna muda na msamiati ya kutosha ya kueleza ni nini kinachomiminika katika ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kwa kifupi tu tuseme uzima huo. Uzima. Hiyo zawadi ya uzima. Sasa kama ni uzima mpya, jinsi alivyo na huruma, hataweza kuacha kabisa tulivyosikia alivyomwandaa huyu tangu kuzaliwa kwenye nyumbani kwake, akampeleka shuleni, akamwita kwa namna ya pekee kwenye wito wa upadri, na akamzungusha kwenye maeneo mbalimbali ya utume. Alafu amemalizia kwa mkato, hakuwa mgonjwa hivi, lakini amemalizia hivyo. Yeye mwenyewe pia na sababu zake, nataka akapenda achafuke zaidi, maana tunavyoendelea kukaa huku bila neema yake tunakuta tunachafuka tu. Kwa hiyo amemhamisha kwa haraka kwa namna ambayo hatukutazamia. Sisi tunaamini kwamba amependa amshirikishe katika fungo hilo la uzima, fungo hilo la furaha, fungo hilo la faraja, fungo hilo la pumziko la milele ambalo na yeye mwenyewe ameshalishiriki kamilifu. Katika somo la kwanza Mtakatifu Paulo anasema kwenye hiyo barua yake tuliyoisoma hapo, anasema ni mamoja tukiwa tunaishi au tumekufa, tu mali ya Bwana. Kama tukiishi au tukifa, tu mali ya Bwana. Maana katika Kristo
Maana Kristo alikufa na akawa hai tena. Katika Kristo hayo yote yametendeka. Amekuwa mzima, akamimina uzima wake hapa, lakini baadaye akafa, akateremka kule kuzimu. Nakumbuka siku ya Jumamosi Kuu tunasikia kwamba yuko kule kuzimu, ameenda kuamsha Adamu na Eva watoke huko. Kumbe anapo ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo umetakasa kila mahali, umetakasa huku kwetu huku. Akaenda kule kuzimu akatakasa, akawaambia idukeni, mnangojewa kwenye makao mapya mbinguni. Tayari maandaliwa sehemu nzuri sana za mapumziko, ondokeni. Kumbe katika Kristo tunapokea uzima wa ufufuko wake, yeye ambaye alionja uzima na wakati huo mauti, alionja maisha ya duniani hapa, lakini kule kuzimu akaenda akatakasa. Na kwa namna hiyo katika Kristo tunapokea yale yote ambayo Kristo aliyekamilika au anayestahili kustahilishwa mbingu tunapokea kwake. Kumbe mpendwa wetu Padre Silvanus ni mali ya Bwana. Ameishi hapa kama tulivyomfahamu, alikuwa ni mali ya Bwana, lakini sasa pia ni mali ya Bwana. Paulo anasema ikiwa tunaisha au tumekufa tu mali ya Bwana, tu mali ya Bwana. Kumbe na sasa yeye kwa kweli katika mtazamo huo wa imani yetu anakuwa ni mali ya Bwana inayotupa matumaini sana. Ndio maana tunasema daima, raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele apumzike kwa amani. Amina. Anapumzika kwa amani, anaingia katika uzima wa pumziko la milele. Ni mali ya Bwana ambayo imeingia katika hiyo hali. Alipokuwa hapa alikuwa ni mali ya Bwana, sasa ni mali ya Bwana ambayo inaleta furaha. Ameingia sasa katika hilo pumziko la milele, heri ya milele, furaha ya milele, ushirika pamoja na Utatu Mtakatifu. Kumbe hatujampoteza huyu mpendwa wetu. Tunaalikwa tuendelee kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Amependa kumpumzisha, kumchukua kwa namna hiyo ya haraka, namna hiyo kwa sababu zake, bila shaka ili aweze kumfanya mali yake timilifu kwa haraka, mali yake timilifu ambayo sasa imepumzika katika yeye. Ndugu zangu, tuendelee kumshukuru Mungu kwa zawadi ya huyu padri kwa kila jambo. Tunavyomwona Padre Silvanus alivyoelezwa hapo, alikuwa ni padri mpambanaji sana, si tuliomfahamu. Mpambanaji, anataka mambo yaende vizuri, yaende kwa kadiri ya taratibu, na hapo atashirikisha na kuomba ili mambo yasaidiwe. Kanisa liingie hapo, kanisa liingie, wahusika waingie, mambo yawe vizuri. Kama ni Kristo ainuliwe ipasavyo. Kama ni kanisa la Kristo lipate heshima ipasavyo. Kama ni shirika nalo lipate heshima yake. Tusilichezee, tusilichafue, tusifanye mambo mengine ambayo sio sahihi. Kama ni jumuiya pale walipo, kama wanaishi kwenye jumuiya sijui ya wapi, ya Kigoma, jumuiya ya Dar es Salaam, jumuiya ya Rega, anataka mambo yawe katika hali ya usalama, hali ya utulivu. Huyu padri mimi nimemfahamu sana, nimetembea naye sana,
na hakuna padri aliyefika kwangu ofisini kwangu mara nyingi kama huyu. Tangu nikiwa msaidizi wa mkuu wa shirika tulikutana sana, lakini makutano yake ni hapo. Kwa kweli lazima tumuone katika lengo lake, because he's a priest, ni padri na anataka kueleza, kutoa taarifa ili mambo yafahamike yakoje, na kama yanahangaika basi kuweko na usuluhishi, aweze kupata msaada pale, au yeye anayesikiliza asaidie pale. Ni mpambanaji katika maana hiyo. Hataki mambo yakae hivi tu, anakushirikisha mambo mengine ambayo hata mnasema eti siku hizi nasikia mnasema siku hizi mnazungumza juu ya chawa. Chawa kwa shirika chawa askofu. Chawa askofu. Chawa. Mimi haipe awe chawa, awe sindano. Mimi nachukulia kwamba yani ana taarifa nyingine, ni Roho Mtakatifu anasukuma tusifahamu. Nyinyi wakubwa mlioko hapa, for your information, whether you are superior general, whether you are assistant, whether you are parish priest, whether you are the vicar episcopal, yani we are the last people to know what is going on here. Kwa taarifa yenu, hatujui mambo mengi sana. Uwe ni mama mkuu, uwe ni askofu, wewe mkuu wa shirika hapa, wewe mkuu wa shirika hapa, Baba Kalistus, unaweza kuondoka hapo kaenda Ujerumani, unarudi hapo unaambia karibu, mambo ni sawa tu, hongera, sawa tu. Sasa ripoti nyingi wakubwa hawazipati. Sasa sisi tunapopata watu wa kutushirikisha vitu ambavyo ni vya kweli, mimi mnaita ni chawa. Mimi nasema hayo Roho Mtakatifu anayependa kanisa lake, anayependa jumuiya zake, anayependa peko na amani, anasukuma kwa namna moja au nyingine, kwa sababu anasema tu, anaona tu, yani mambo anasema poor bishop, you are just here, you don't know what's going on. Poor provincial, you are just here, really, you don't know what is cooking in. Laiti tu ungefahamu, Mother General, you are smiling and they are smiling at you, you think things are like that, Congratulations. Mambo hayako kama yalivyo tunavyoyaona. Nyinyi wakubwa ni watu wa kuombewa sana. Sasa huyu kijana amenisaidia sana kufahamu mambo. Mimi nayafahamu kwa sababu sisi tunafundishwa. Baba Mtakatifu Francisco ametufundisha sana sayansi ya kusikiliza. Sikiliza. Na kwa kweli unapoona mtu amekuja ofisini au anakuomba, naomba nisungumzie na wewe mara moja, naomba tutoe nafasi. You don't know what is going to share with you. Tusikilize. Tunasikiliza. Sasa yale unayosikiliza, kama wewe ukiona kwamba ni umbea au sio umbea, lakini umeacha hapo, lakini kuna habari nyingine za maana wewe zinafichwa. Sasa mimi nikishapata hizo habari, mimi sina nani, naziangalia, nasema hivi kweli mambo yako hivi. Mimi nakaa naona hili lazima na mimi nifanye kazi. Napiga simu kwa paroko, napiga kwa vikari, nikikaa tena nikiona hakuna, yani naifuatilia tena kwa namna mbele, napiga kwa provincial, napiga kwa mkuu wa shirika ili mambo yawe sawa. Mambo yawe sawa. Naweza kama mambo yawe hivi tu yanafichwa. Sasa tunapopata watu ambao wanaibua, wanaweka mezani, ni baraka au sio baraka? Sasa nyinyi muite chawa, sisi tunaita ni ufunuo wa Mungu. Tunashirikishwa
mengine yaani tunakuja kuyafahamu when it is so late, so much so that when we begin to say they are going, okay, they will know who I am. Yaani nitafanya kazi. Sasa, yaani hata kama unataka kufanya kazi hapo, yaani mtu anaifahamu hilo jambo anakwambia askofu, mbona hii ni ngera? Mbona jambo limeshakwambia? Yaani na habari. Askofu kwa nini? Unachukua makaburi. Usikwani kufunua makaburi, acha makaburi yabaki kama yalivyo. Kwani kayafungua? Haya mambo ni ya zamani sana kwa askofu. Ulikuwa wapi? Sasa ndio hayo. Sasa mimi sijapata kijana mwingine mzuri kama huyu kwangu. Amenipa information nyingi sana. Na nikazifanya kazi nyingine za kweli. Ni mtu ambaye ni mpambanaji, hataki mambo yakae hivi tu. Yanyoshwe kama ni parokiani, kama ni shirikani, kama ni kwenye jumuiya ile anayoishi, kama ni jimbo, kama ni shirika, mambo yanyoshwe. Haina yakae hivi tu. Alafu hata wanaweza kuta wanaohusika hawana habari. Alafu kanisa la Kristo linachafuka tu. Sasa nyinyi ambao mimi siwaambii kwamba ningesema kwamba sisemi kwamba sisemi kwamba mwe chawa, ningesema mtoe taarifa. Tutoe taarifa kwa mambo ambayo tunaona yanaweza kudhalilisha jumuiya yetu tunayoishi. Yanaweza kudhalilisha parokia, yanaweza kudhalilisha shirika, yanaweza kudhalilisha jimbo, yanaweza kudhalilisha kanisa la Mungu, yanaweza kudhalilisha jina la Kristo ambayo tunalitumikia usiku na mchana. Linadhalilishwa na sisi tunafunika tunasema acha sasa, ukimwambia haya yote kwani atafanya nini huyu? Si ndiye ameleta haya yote? Sasa ni vizuri muwe pia watoa habari. Msiseme hata siku moja useme wewe ni chawa. Unapokwenda kwa habari, wewe ni kwa mama mkuu, wewe ni kwa askofu wako, wewe ni kwa provincial, wewe nenda kama padri wa kanisa. Kwa nini unasema yani wataniita chawa? Chawa maana yake nini? Kwani unaniambia? Kwani ni hapo ni mbaya au unataka mambo yawe mazuri zaidi? Basi kama ni mambo yawe mazuri zaidi na yasemwe. Kwa nini anafichwa? Kwa nini anafunikwa? Kumbe huyu padri mimi katika kuishi naye naona mchango wake kwenye kanisa pia na kwenye wale tunaofanya nao kazi ni hai. Lakini ana mambo mengi. Ni padri mnyenyekevu. Yaani anaweza kuongea sana hapa kueleza yale ambayo yani aende vizuri, lakini hana kinyongo ndani yake, aache kuongea, aache kusalimisa. Yaani anaipenda sana Wakristo wake. Anaipenda sana huduma. Na huduma hizo zitolewe kama kanisa lilivyopanga, sio kupindisha tu. Sasa kama mtu anapeleka huduma huko kwa Wakristo, lakini anapeleka kwa namna ambayo sio amevaa tu suti nzuri, anaweka Yesu Ekaristi kwenye suti yake, anapenda namuuliza mgonjwa, najisikia kumpokea Yesu leo? Ndio baba. Haya. Baba yetu, salamu mwili wa Kristo, anachomoa mwili wa Kristo. Sasa mimi nikieleza mambo kama hayo nafurahi sana. Nifuatilie na niseme toka jikoni, toka shirikani kama uweze kufuata taratibu za kanisa. Uweze kumwaibisha Yesu katika Ekaristi namna hiyo. Sasa nasema maandamano ya Ekaristi Takatifu yalichukuliwa, yani sisi tumezoea kubeba, tunatembea taratibu na huyo Yesu katika Ekaristi hata masaa 3-4 anaonekana. Sasa yeye anasema yani kule kwetu, yani tumeona tujifunza kule, yani kule kwa tunaweka kwenye gari, anaweka pale ambapo yani hapa si driver, pala anapomweka yule mpishi wake anapoenda sokoni kwenda kununua vitu, ndipo anaweka Ekaristi Takatifu. Alafu mimi nikae kimya. Sasa tukae kana sukani huyo. Na hiyo mtaita ni chawa. So chawa hizo ndizo habari tunazopasa kuzipata ili tutakase kanisa la Kristo roho chafu. Kuna uchafu mwingi huku ndani, unafichwa tu. Yuko kila mahali. Na kwa kweli it's very unfortunate. Sisi tuko maaskofu, tuko watu ambao yani hatufahamu mambo mengi sana. Mengi. Kwa kuwa shirika mfahamu mambo mengi sana.
Hata nyinyi mafikari mambo mengi sana hamfahamu. Mnafichwa. Hamjui nini kinaendelea. Mimi wakati mwingine nafahamu mambo mengine yaliyoko huko kwenye kadi yetu kuliko nyinyi. How comes? Kwa sababu labda wanasema huyu hapendi kupokea habari, ukimpelekea anasema wewe ni chawa. Basi ngoja tupeleke kwa askofu. Askofu sio chawa, askofu anasaisha. Askofu anaingia mara moja. Kwa hiyo ndugu zangu, ni vizuri. Huyu kijana huyu padri angeweza kusaidia kanisa sana, angeendelea. Ametusaidia sana kufahamu mambo yalivyo kwenye maeneo mbalimbali. Na tunashirikishana ili tusafishe, tutakase mambo yawe vizuri zaidi. Kumbe ndugu zangu, tunaendelea. Hicho ni kifadhila kimoja tu ambacho tumekiona, lakini ana fadhila nyingi, hasa sababu utume wake wa kimisionari kwa kwenda sehemu mbalimbali. Ameenda, nakumbuka hata tulipokuwa naye amepata uhamisho mara nyingi sana na mkuu wa shirika, lakini hakuna hata wakati mmoja alalamika. Anaomba tu baraka, anaondoka. Na hiyo ni fadhila. Ukianza kulalamika maeneo ya utume, huwezi kupata baraka za utume. Huyu padri sikumwona hata mmoja kulalamika kwamba atoke pale alipo. Yeye anataka tu mambo yatakaswe. Mambo yatakaswe, tuishi vizuri kama mapadri. Kwa nini tunaishi hivi tu? Kama ni vikali yetu, tuishi vikali yetu vizuri. Kama kuna mambo wanafanya hivyo mapadri wengine, askofu hayafahamu. Askofu hayafahamu, lakini vikali yetu tunafahamu haifanyi. Kuna watu ambao wanasema, yaani lazima mwende taratibu, msiondoe kila kitu huko kwenye familia. Matambiko mengine ni ya baraka, ni lazima tuyafanye. Ni sehemu ya maisha yetu. Kai naenda anafanya matambiko huko. Na nyinyi vikali yetu mnakaa kimya tu. Matambiko mengine yamepitishwa. Mimi nafahamu, nafuatilia kwamba ni wapi yamefanyika, na hata wakati mwingine nimeshasafiri mpaka kwenye familia ambazo yamefanyika. Na kumuita yule padri. Na nikaongea naye, mapadri wengine wako likizo tu, wamekuja huko hata hamna habari. Mimi nakuta naambia sasa kwa namna hii hatuendi. Sasa ni vizuri tupeane habari ya mambo muhimu yanayoteremsha ukuu wa jina la Yesu, yanayoteremsha ukuu na utakatifu wa kanisa, yanayoteremsha ukuu wa utume wetu mtakatifu wa upadri, yanayoteremsha heshima ya maisha ya jumuiya mahali popote tulipo, yanayoteremsha heshima ya maisha ya parokia, heshima ya maisha ya sakramenti zinavyotolewa, heshima pia yaani udhaifu pia wa kukosa uchangamfu kuendelea Wakristo. Wakristo wengine wanaweza kuwa wapati sakramenti. Kuna mtaa mwingine yaani kuna mwelekeo tu wa kutopenda huko kwa sababu yaani padri hajajisikia. Sasa ukipata habari ya namna hiyo vizuri, mbadilishe padri ambaye atakwenda ili aweze yaani ajui ni kwa nini baba paroko wa zamani alikuwa hapendi hicho kijiji. Unampeleka ili na watu wa kule waweze kupata huduma za Kikristo. Hapo ni dhambi, hapo ni baraka. Tungefahamuje kama kuna watu watoi taarifa? Sasa ndugu zangu, tuendelee kumwombea huyu padri wetu kwa yale yote ambayo mazuri tuliyojifunza kwake, lakini pia ningewaomba tusione kila kitu tunachoona watu mbalimbali, tusiwe tu na uharaka kwa kusema kwamba haya hayahitajiki. Anapewa majina ambayo ni ya kudalilisha. Tuangalie watu wa namna hiyo wanatoa taarifa za namna gani au wanafanya nini na kwa malengo gani? Kwa malengo yake au kwa malengo mazuri zaidi ya kuna ya kanisa. Padri Silvanus alikuwa ni mpenzi wa jumuiya mbalimbali za kanisa, iwe ni watoto, iwe ni vijana, iwe ni wakina mama, iwe ni wakina baba, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Sasa tunaomba sisi wote hawa na wengine ni wote ambao walikuwa wanahudumia daima na sisi tuliofika hapa, tuendelee kumwombea. Tunasema kwamba Bwana Yesu amemwita katika kipindi hiki cha Pasaka kwa sababu anataka kumshirikisha hima katika
zawadi hiyo ya uzima wa ufufuko, lakini hatufahamu yaliyo ndani ya mtu. Tuendelee kumwomba huyu Bwana Yesu aliye mwingi wa rehema na huruma amtakase pale ambapo bado alipomwinda kulikuwa kuna mapungufu katika nafsi yake. Amtakase kweli na aweze sasa kumshirikisha hata zawadi ya pale alipo, maana Yesu ametuambia katika Injili anapenda kutayarisha makao ili pale atakapokuwa na sisi watumishi wake tuwe hapo. Tumwombee Padre Silvanus akae hapo Bwana Yesu alipo sasa hivi, kama yeye mwenyewe anavyotuambia, msiangaike, muwe na imani. Mimi napenda kuandalia makao, na nishawaandalia nitakuja niwachukue, ili pale nilipo na mimi na ninyi muwepo. Tumwombe Bwana Yesu kwa rehema na huruma yake apende kumtakasa huyu mpendwa wetu na kumweka pale alipo yeye. Tumsifu Yesu Kristo.